Sage Media. Prisca Media. Yes, mtoa kwa nguvu hapa ni Mati Hamisi na hii hapa ni Sage Media, kipindi ni Mati na wasanii, na tunakusogezea yale mambo ambayo yanatokea kwenye industry ya muziki wetu ambao labda ulikuwa huyafahamu. Bana, moja kabisa bana ni story ya Gave na Ashilian. Gave ameweza kuposti au kuriposti au kuonyesha kukubali nyimbo ya Ashilian. Kitu gani ambacho kipo nyuma ya huku kuposti kwa Gave muziki wa Ashilian? Ni kwa sababu amependa sana hii ngoma kiasi kwamba hii ndio ngoma yake pendwa ya Ashilian toka ameanza kutoa muziki, au ameweza kuposti kwa sababu ya kuposti ya kutoa miali, au ni muda tulifika akasema ngoja nimposti. Ashilian naye pia kwa nini aliweza kuposti ngoma ya Zaina siku za nyuma? Ni kwamba ni ngoma ambayo amefurahia kati ya ngoma zote ambazo Gave alitoa, au kuna kitu fulani ambacho kimejificha nyuma yake? Lakini pia kuna Bargos ambaye ameonekana kwa karibu sana na label ambayo inawasign Joe Like, Rajul Malik pamoja na Berka. Je, ameachana na Jospeka Jibwami kwa sababu ajiunge na Lyrics label, au kuna kitu gani ambacho kinaendelea? Gave toka anze muziki hajawahi kumshirikisha msanii yoyote wa Kongo au wa asili ya Kongo kwenye muziki wake, lakini tumemwona kwenye cover moja na Nyagoman. Ni msanii fulani ambaye anaishi Tanzania hapa upande wa Kigoma kule kambini. Nini ambacho kimetokea? Kwa nini awe Nyagoman? Kuna nini nyuma ya hichi kitu? Sasa habari kamili inakuja kuletea hapa kwenye kipindi cha Mati na wasanii. Kabla ya yote bana, kuna wasanii ambao wamepiga hatua kubwa katika muziki, na mojawapo ni Vladimir Shakisboy ambao sitochoka kutokana na hichi ambacho amekifanya. Ukiangalia alipotoka na kitu anachokifanya sasa hivi ni kitu kikubwa zaidi. Angalia ngoma yake ipo siku inavyokimbiza mjini YouTube, na mpaka sasa hivi hakuna ngoma ambayo inaishika kwa mkoa wa Tanganyika. Kumbuka hii ndio ngoma ya historia kwa mkoa wa Tanganyika. Haijawahi kutokea ngoma ambayo imetazamwa na watu wengi kwenye mtandao wa YouTube kama hii hapa. Hebu angalia video screenshot hapo uone ni namna gani watu wamepokea ngoma hii kwa uzuri. Ni ngoma ya ipo siku ambayo amemshirikisha Stamina Shoro Bwenz pamoja na Aggressivo Nyandoro. Lakini pia bana, story nyingine ni kwamba muziki wa Uvira ulipo sasa hivi na zamani inakuwa na mtazamo tofauti. Watu tulitegemea au tulizoea kwamba Ashilian na Mr. Gave ni watu ambao wana mashindano makubwa, ukiacha kimuziki hata na lifestyle. Lakini bana, kuna kitu ambacho amekiprove wrong. Gave ameweza kupost na kukubali ngoma ya Sawashi ambayo imetoka karibuni ya Ashilian the Sugar Boy. Lakini pia Ashilian, kumbuka siku za nyuma aliwahi kupost naye pia Zaina. Kuna kitu gani kinaendelea ambacho hatukijui nyuma yao? Hebu msikilize Mr. Gave alivyosema baada ya kuongea na mimi, kumuuliza kwenye simu akaweza kujibu. Kwanza inyoto jua size mio objective yangu ni ya Uvira kwanza. Objective ya watu wengine, baadhi ya watu wengine Uvira kwanza. Kwa hiyo nyimbo iwe kali siwe kali, lakini ikiwa ya Uvira inabidi ipewe support. Lakini yani kuisupport nyimbo ya Ashilian sio kusema support hiunafiki, no. Ni nyimbo nzuri. Ni nyimbo nzuri ambao ukisikia watu wanaenjoy, wanaburudika. Sio nyimbo mbaya, na sijaiposti kwa unafiki. Nyimbo ni mingi lakini naiposti hayo. Kutengeneza matimu mingi fulani, sio support huyu, sio support ndio na tuua sana. Kama mfano wa wenzetu kama Mbashi, Bargio mwanza kwa kule mdogo na ngoma ya Bukavu. Kupatia majibu sahihi. Kwa nini ilitokea hivi?
tumuulize ilikuwaje mpaka kuamua kutoa shavu kwa mwamba Ashile and the Sugar Boy baada ya kutoa ngoma yake ya Shawasi. Ni kwa sababu ndio ngoma nzuri toka ameanza kusikia ngoma za Ashile, au kuna kitu gani ambacho kipo nyuma ya hiyo hapo? Nafikiri sio mara kwanza mimi kumsupport. Sasa kipindi anaanza career yake, kujitambulisha rasmi nilikuwa namsupport. Kwa hiyo na muziki yote anafanyaga ni nzuri. Alikali nzuri alikali. Kuna baadhi tunazipendaga, mengine hiyo kusema ndio inafikia kumsupport. Hapana, hapo mara kwanza na tokea zamani. Toka msupport tokea anaanza kujionyesha mkariere yake. Kwa msupport tokea hata watu wanafamia kwa msupport. Tokea nyimbo yake mara nilikokona hizi mepona nina nisina kama hawezi jua hiyo. Kwa hiyo talanta mzuri ni artist wake, so tuna support ya, na tutegemee kwamba hii itaendelea kila siku kusapotiana hivi, au ni umeamka tu vizuri leo ndio maana umefanya hivyo? Haiko kuamka mzuri, uendelevu. Tunasikia sema niyo tu unakutanaka, mimi niko ma promotion na kimbizana kufanya promotion na vitu yangu, hauzi ingiza ma vitu vingine, lakini ni uendelevu. Iko na kazi za mimi zinatokaga, tunazisikiliza, tunazisupport. Uendelevu upo. Bwana, kama ulivyomsikia Gave alivyosema ni kwamba yeye huwa anatoa support. Toka ameanza Shilian, Mr. Gave huwa anamsupport. Na amesema kwamba ashawahi kuposti ngoma yake nyingine nini na nini. Yaani sio mara ya kwanza. Sema support zingine labda tunaziona sisi kipindi ambacho tayari wameshakuwa na upinzani. Lakini pia tungetaka tukujua pia kwa nini amemshirikisha Nyago kwenye ngoma yake. Imekuwaje mpaka kumshirikisha Nyago? Msikilize Mr. Gave alivyosema kwa voice alionitumia. Bon, en fait Nyago kwanza alipenda wimbo. Na kipindi alipenda wimbo, Nyago hakuwa mnafiki. Alionyesha publiquement kwa watu wote, kama unashuhudiaga video, anahitaji kuingiza verse kwenye hiyo wimbo. Yaani ilionekana kama nyimbo ilimgusa, yaani nyimbo ilikuwa ni yeye kabisa. Kwa hiyo akanicheki mimi, nikaona sio vibaya. Mimi nyimbo iko pale, wote ambao anasikia nyimbo na mgusa na anaipenda anaruhusiwa kufanya remix yoyote. Kwa hiyo Nyago nilimbless na kumpa kama zawadi, ndugu yangu, na kumpa kama zawadi, basi afanye anachokiweza. Kwa hiyo yani mimi nimbless Nyago, nikamwambia Nyago, chukua nyimbo hiyo, na Nyago yote ataiposti yeye ataiposti. Yani nimpa, ambia wewe fanya verse, ili mugusa ni vitu vilimgusa, ni maisha yake. Ikamwambia na msanii anafunguka kama nyimbo, akifunguka na roho yake inakuwa iko wazi. Kama nilimpatia, nikamwambia fanya yako na uposti nyimbo. Ndio ilikuwa hivyo. Kitu ambacho ulikuwa hujui bana ni hichi ambacho amesema Mr. Gave. Kwa hiyo remix ya Charge haitokuwa chini ya umiliki wa Mr. Gave. Ni umiliki kabisa, membless Nyago Man kuweza kufanya remix. Kwa hiyo ngoma itakuwa ya Nyago Man. Kwa mpaka sasa hivi baada Gave hajavunja rekodi anasema kwamba ameshamshirikisha msanii wote wa Kongo. Kwa sababu kama umemsikia hii hapa, amembless, na maana itakuwa chini ya uongozi na chini ya umiliki wa nani? Wa Nyago Man. Ni kweli sina kitu ila mimi ndo tegemezi, na yabeba majukumu na elimu sina kichwani. Ukitaka nifanyie mabaya, hebu kwanza uniangalie, maana mami dadi wananitegemea mie. Mbele kunifanya fo, angalia Charge niko nayo, Charge niko nayo. Ashilan anasemaje kutokana na hicho ambacho kimetokea? Imekuwaje, amejisikiaje Gave kuposti ngoma yake? Na pia yeye kuposti ngoma ya Gave, nini ilimsukuma posti ngoma ya Gave? Ni kwamba amekubali sana au ilikuwaje? Tumsikilize. Wakati niliona ni poste, c'est vrai ilikuwa ni phénomène iko étrange parce que hawahi kufanya hivyo. Mimi nilielewa peut-être kuna target yake.
na sikutaka ni comment sana au ni replike parce que nishawahi kumposti zaidi ya mara 2 mara 3, na mimi ndio nasema wakati mimi nilikuwa na mposti hivyo nilikuwa naelewa kwamba game ina ulazima wa mchango wangu kwa msanii yeyote mwenye anafanya kitu kizuri au mwanahitaji support, mimi ni msupport. Usifikiri kwamba wimbo wake ndio ulikuwa ni kitu cha kwanza, yani mara kwanza mimi kumpost nishamposti même plus de 3 à 5 fois. Ni hivyo tu, unajua mimi na wagana saulika sana afu mabaya ndio naongeleka sana. Ni siriku ya mzuri kama watu wajikoa wana supportiana, wanapostiana kiroho safi, itakuwa nasaidia. Ni sawa. Jambo muhimu ni kwamba tunapotegemea support afu tunazipata kwa watu wa karibu ni bora zaidi kuliko kusupportiwa na watu wa mbali. Hapo tutakuwa tunatimiza maandiko yanayosema mchezo wako utunzwe. Na tunapotuzwa na wenzetu ambao ni ndugu, hapo ni sawa kuliko kuwa na vita vya ndani. Moja kati ya ngoma ambayo inasubiriwa ni hapo ya Rajul Malik, ambao ka video ka kipande ndo hapa, lakini sitokuwekea ngoma yenyewe. Kitu ambacho kipo bana, kwenye baadhi ya picha imeonekana kwamba Bargos yupo karibu na timu ya Rajul Malik, walikuwa location wakati wana shoot video hii hapa. Ikafanya watu wengi wafikirie inawezekana labda ameachana na Joseph Kazibwami ambaye alikuwa ni manager wake na kuambatana na timu ya Lyrics, labda anataka kusainiwa kwenye lebo hiyo, kwa sababu kwenye lebo hiyo kumbuka kuna wakali akina Rajul Malik, kuna Joe Like, kuna pia Perka. Je, inawezekana kwamba ameenda huko kwa sababu waungane na hawa wakali ili wawe wakali 3 au wakali 4 kwenye lebo moja? Mpaka sasa hivi hatujapata majibu na tumemtafuta Rajul Malik, lakini bado hatujafanikisha kuongea naye ili tujue kipi ambacho kinaendelea kati ya hawa, lakini soon tutawapa majibu. Mtaka nguvu ni Mati Hamisi hapa na kipindi ni Mati na Wasanii, tumekuwa nakusogezea hichi. Jitahidi sana kuweza kushare pamoja na wengine na kulike, kwa sababu ni hicho tu ndio support ambayo tunahitaji kwako. Hii hapa ni Sage Media. Ciao.